Hali ya taharuki imeibuka Mbagala Zakiem jijini Dar es Salaam baada ya magari mawili aina ya Fuso kuchomwa moto kutokana na mvutano wa mgogoro wa jengo la ghorofa takribani 8 ambao umetokea hii leo. Eneo la tukio na kushuhudia kile ambacho kinaendelea, huku jeshi la polisi pia likiwa kipaumbele kuhakikisha pengine hali ya ulinzi na usalama inazidi kuimarishwa. Hapa tumezungumza na mmoja kati ya mpangaji katika jengo hilo na kutuelezea sababu nini hasa cha kisa na mkasa. Ni ripoti zaidi. Naitwa Bakari Isa Msambi. Hapa ni sehemu yangu ya kazi, kwa maana najishughulisha na masuala ya biashara ya mtandao. Wakati nikiwa nyumbani nilipigiwa simu na watu jirani hapa, wakanieleza kwamba kuna tatizo limetokea hapa na watu wako wanashusha vitu, mabouncer wamekuja wanashusha vitu na nini. Kwa hiyo wakaniambia mpaka wanashusha mpaka kwenye sehemu yangu ambayo ndio ilikuwa ofisi yangu, vitu vinashushwa vinapokea kwenye gari. Sasa wakati najiandaa kutoka nikapigiwa simu kwamba naambiwa gari ziko zinawaka moto na vitu vyangu vimeungulia pia huko ndani hivi ambavyo vilivyokuwepo. Na pengine kuna mgogoro ulikuwa umetokea ama kulikuwa na jambo gani hadi kufikia hatua hii? Of course huko nyuma kabisa tuliwahi kuona tangazo Facebook kwamba sio jengo limeuzwa. Baadaye tukamfuata mwenye jengo akatuambia sio kweli, au ni matapeli. Kwa hiyo tukakaa, baada ya nafikiri kama 2025 mwanzoni wakaja mabouncer wakaja kama na barua ya kusema kwamba hapa mtakiwa mtoke. Kwa hiyo zile barua mwenye jengo akasema no, sio zenyewe. Hii issue ikafika paka kwa mkuu wa wilaya, tukaambiwa, tukasikia kwamba mwenye jengo akatuambia kwamba nyie endeleeni kukaa hapo wala hakuna shida yoyote kwa sababu mna mikataba ambayo mko hapo. Kwa hiyo tukaambia basi sawa, sisi tukaendelea kubaki. Ndio maana hata hao wakitakiwa waje kwangu alafu mimi ndio niwape taarifa, lakini kama wanakuja tu wenyewe hivyo ujue hapo kuna shida. Kwa hiyo season 1 ikapita, mabausa wakashusha vitu na nini, lakini baadaye wakavirudisha juu. Kwa hiyo leo ndio ghafla sasa from nowhere hatujui, ndio mimi napigwa taarifa na ikawa ni vurugu kubwa mpaka imetokea hicho ambacho mnakiona. Na wewe ulikuwa na mali gani ambazo ziliingizwa katika gari ambalo limechomwa moto? Okay, nilikuwa na viti vyangu, kulikuwa kuna kabati, nimewekea maboksi ambayo yalikuwa empty, lakini pia kuna products za wateja wangu ambao nilikuwa nimeshazi purchase kutoka kule makao makuu na kuzifunga ili asubuhi nizipeleke kule zikasafirishwe. Unaona, sasa hizo zote zimechukuliwa na zimeweza kupakiwa kwenye gari na gari zimechoma moto. Hata waliochoma hata mimi siwafahamu, nimekuta gari tayari zinaungua. Kwa majina naitwa Proscovius Mgisha. Nimepigiwa simu na sekretari wangu, ananiambia bana, hapa kuna changamoto, vitu vyetu vinabebwa vinatuwekwa nje. Kwa hiyo changamoto, nikawaza kuna shida gani? Ninafika nakuta vitu vyangu vyote vimetolewa nje, na sio vya kwangu peke yangu, kwa maana ya watu wote walioko kwenye hili jengo vimetolewa nje. Sasa changamoto iliyotokea, maana yake nakuta vitu vimetolewa vinapakiwa kwenye gari, anayevipakia kwenye gari simjui, lakini mwisho wa siku baada ya muda mfupi vitu vyote vinatiwa moto. Kama unavyoona, ukiangalia magari yote yameungua, yaliyokuwa yamebeba zaidi ya kompyuta za kubeba wanafunzi karibia 200, kwa sababu mimi nilikuwa naendesha kompyuta hii, programu hizo za computer course na English course. Kama nilikuwa naweza kuweka wanafunzi zaidi ya 200, maana yake nimepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo kwenye hili ninatamani na naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie. Sisi kama wapangaji watiifu ambao pia tulikuwa tudaiwi kodi na natokea changamoto za namna hii, tunaomba kwa namna moja au nyingine serikali itusaidie. Kwa sababu wanapotokea watu from nowhere, watu wajui, wanasema bwana tunahitaji vitu vyetu vyote vinatolewa nje. Hatuwajui, wanachukua vitu vyetu vyote, alafu mwisho wa siku vitu vinaunguzwa moto. Kama unavyoona hayo magari, ni changamoto. Maana yake hii ni hasara kubwa kwangu mimi, lakini na wenzangu, wapangaji wenzangu. Jambo ambalo tunajitafuta, hatuwezi kujua tutaanzaje tena maisha. Maisha ni magumu, lakini inapotokea changamoto kama hii kwa kweli tunaumia zaidi. Hadi yanatokea haya, mmiliki wa jengo ama aliyekupangisha alikuwepo? Hadi inatokea mimi nimefika hapa, mmiliki aliyenipangisha sikumuona. Kwa hiyo siwezi kujua kilichoendelea baada ya hapo, maana ilivyoanza kuungua vitu vyangu nikawa na hasira, nikabaki kukaa pembeni kuangalia kinachoendelea. Kwa hiyo sikuweza kufuatilia kinachoendelea. Kulikuwa na mabouncer na milio ya risasi kusikika? Yes, mabouncer walikuwepo na ndio hao walikuwa wanatoa vitu nje na kufuatilia huku nje kuweka gadi ili vitu vitolewe. Risasi zilipigwa pia ili kuwafanya muweze Yaani hiyo risasi kila mtu aliyekuwepo kwenye eneo hili alimesikia na ameona. Yaani hii haina ushahidi. Watu wote wameona kwamba kuna matukio namna hiyo yametokea na mambo yamefanyika. Kwa hiyo changamoto iliyotokea ni hiyo kubwa ambayo imetufanya sisi wote tuingie na taharuki, na ndio maana unaona hadi sasa hivi watu hatuna amani. Kwa majina naitwa Shabani Sefu. Ni meneja United Kigorofani kwa jina la mtaani ambao walizoea.
Tukio hili lilitokea ilikuwa ni mida ya saa 4 kwenda saa 5. Mimi nilishtukia tu mlio wa risasi ulipigwa juu. Wakati nashuka chini kuwatoa watu huko ndani ndo naona moto umewashwa na muhusika. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nikaona ni watu nizime umeme niwapigie TANESCO. Nashukuru Mungu TANESCO walikuja haraka wanikatia nyaya yangu mimi ambayo inaingia kwenye ofisi. Ndio hicho nilichokifanya mimi kwa juhudi zangu. Lakini pia nashukuru Mungu kwa msaada wa matroni, aliwapigia polisi na wakafika kwa muda, wakatupa msaada, tukawa tuko salama. Mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu tuko salama, ingawa athari ndio hizo tumezipata sisi kwa siku ya leo. Unaposema mmiliki alichoma moto, mmiliki kwa maana wa jengo ama mmiliki wa nini? Ni mimi wanavyoambiwa mimi yule kijana ni ndugu ni baba yake ndio mwenye jengo. So mimi sikutaka kufuatilia, kwa hiyo nilikuwa na nafasi za kuwahi kufanya nini? Kufanya uokozi wa huko ndani watasipate shida. Ili sasa kutokea sehemu nyingine nikawatoa watu wote ili kama kutokea jambo litokee likiwa hakuna watu walikuwa huko ndani. Upande wenu kuna majeruhi ama wewe mwenyewe ulivyoshuhudia kuna majeruhi ama mtu yote ambaye amekumbwa na changamoto? Majeruhi ni madogo tu, ni mtu alianguka akapasuka hapa kichwani kidogo, akatoka damu, lakini yuko sawa na ameondoka. Ila hamna mwingine majeruhi zaidi ya huyo mmoja tulitokea. Baada ya ile mshtuko alikataka kukimbia akajigonga, ndio hiyo akatokea. Na aliyetenda tukio la kuchoma magari moto ni huyo mmiliki ama kwaje? Sijui kama ni mmiliki na ambaye ni mtoto wa mmiliki. Kwa hiyo alikuwa na chomo cha moto, anajua wanaomiliki silaha, ndio maana akapiga juu atokana wana wasiwasi. Ndio akachukua petroli akawasha moto. Kwa hiyo magari yalikuwa 4, mawili yameondoka, mawili mengine ndo hayakuwahi kuondoka. Kwa mimi mjomba naitwa Kibengo Ismaili, ni mkazi wa Chanika. Mimi najishughulisha na banda langu hapo la viatu. Mimi mjomba nimekishuhudia mdoo, mimi nimesikia makelele naona mioshi nafuka juu nikaja kuangalia hapa. Hicho ndo nilichofika nikashuhudia polisi wanakimbiza watu. Basi hicho ndo nilichokikuta mjomba. Pengine ulijua changamoto ni nini mpaka imesababisha hivyo? Kwa changamoto kwa watu jinsi wanavyosema kwa wanavyosikia maneno wa raia walosimama hapa. Kwa wanavyosema sio na alowasha moto ndo bosi, sio alikuwa anawadai wanaoama. Wenye hizo mali ndo alikuwa anawadai. Ndo wakawasha moto.